Kwanza Meja, pole sana kwa msiba. Asante sana bro. Na taarifa hii ya msiba upande wako ilifikaje? Labda mama, nini kimesababisha kifo chake? Kwa taarifa ambazo nilipata, simu ya kwanza nilipigiwa na rafiki yake ambaye alikuwa yuko naye, kwa sababu alikuwa Dar es Salaam, alikuwa nje ya Dar es Salaam. Kwa mtu ambaye alikuwa naye alinitafuta saa 9 na kunipa taarifa kwamba mama amefariki. Kwa sikuwa na jinsi tena, ikabidi nianze kuwacheki wazazi, jikaze, ndio hivyo, kwa sababu mimi kwa upande wa mama mimi ndo mwanaume peke yangu. Kwa sasa sina budi kukaza, kwa sababu wote walobaki ni wanawake na kila mtu aniangalia mimi. Kwa nilipopata taarifa ya msiba ikabidi niinuke, basi mpaka sasa hivi. Na chanzo cha kifo chake labda kama ushakipata, kifo chake kimesababishwa na nini? Bi mkubwa alikuwa anaumwa au ni kitu gani? Kwa taarifa ambayo nilipewa na mtu ambaye alikuwa naye karibu, kwamba alikuwa anafanya kazi usiku. Alikuwa sio anafanya nini, lakini ni mambo ya kupika pika. Sasa ghafla akawa ameanguka. Kwa wenzake wakamwahi, akaitwa daktari kumkaribia, akawa tayari amesha. Kwa ni kitendo kama cha dakika 20 tu. Na kifo hiki kimetokea akiwa wapi? Alikuwa yuko mkoani, alikuwa Dar es Salaam. Yaani hakuwa Dar es Salaam, hakuwa nyumbani, alikuwa yuko mkoani. Kwa hata sasa hivi wenyewe tunasubiria mwili utoke huko uje Dar es Salaam, tupeleke Temeke, and then tufanye taratibu za mazishi kesho saa 7. Na mazishi mmepanga kesho saa 7, labda yanafanyika kwenye makaburi gani? Hapa Yombo, Temeke hapa chini ukipandisha kuna sema wanaita Yombo Dovya.